Somo letu leo ni uwe mkuu kabla hujachelewa, au uwe bora kabla hujachelewa. Uwe mkuu kabla hujachelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Katika mtazamo wa kibiblia, ukuu au ukubwa huwa mtu anayethaminiwa na kutumiwa na Mungu kwa kusudi lake. Ukuu ni kuwa mtu anayeweza kuthaminiwa na Mungu na kutumiwa kwa kusudi lake. Ukuu ni kuwa chombo cha heshima. Mtu mkuu ni yule ambaye Mungu anaweza kumwamini na kumtumia katika kazi zake. Kwa hiyo ukuu ni ile hali ya kuweza kuthaminiwa, kuaminiwa na Mungu mpaka inafika stage anaweza kukutumia. Kila mtu anaweza kutumiwa na Mungu. Mungu anatumia mtu ambaye ana hukumu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Je, unatambua kusudi la kuumbwa kwako? Siku zote nasema uhakikisha unajitafuta kwamba uliletwa ulimwenguni kwa kusudi gani. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Leo hii niko hapa na hubiri, wewe uko hapa unanisikia, haupo kwa bahati mbaya. Lazima ulitafute kusudi la wewe kuwepo hapa. Kila mmoja lazima aweze kutafuta kusudi la yeye kuwepo katika maisha yake, na ndipo utakapoona unaishi maisha yenye matokeo. Mtu anayejua kusudi lake kuwepo duniani haishi maisha ya bahati nasibu. Haleluya, amen. Haishi maisha ya kubahatisha. Anakuwa ni mtu ambaye ana uhakika, anaungana wale miongoni wanaoimba wimbo na iona kesho iliyoandaliwa na Mungu. Amen. Vinginevyo utaanza kuwa miongoni mwa watu wanaosema tutaonana kesho akipenda Mungu. Kwa hiyo ukuu ni uaminifu katika mambo madogo. Sema mambo madogo. Mambo madogo. Kwa sababu usipokuwa mwaminifu kwa mambo madogo, Mungu hawezi kukuamini au kukupea majukumu makubwa. Ukuu ni kuwa tayari kwa kila kazi njema, kama anavyosema Paulo katika Timotheo wa pili 2:21 kwamba chombo cha heshima huwa kimewekwa wakfu. Sema wakfu. Huwa kimewekwa wakfu kwa ajili ya kazi njema. Manake wewe muda wote uko wakfu. Kitu kilicho wakfu manake kipo tayari anytime kwa matumizi. Muda wote kwa matumizi, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku, usiku wa manane au si usiku wa manane, uko tayari muda wote. Mtu akipiga tu sipana, hey, kuna kazi ya kufanya, uko tayari kufanya. Amen. Hawaanzi kutoa sababu. Wanaweza kutoa sababu ni wale wenye hofu ndani yao. Na adui mkubwa wa nguvu za Mungu ni hofu. Amen. Hello. Amen. Adui mkubwa wa kuwa na nguvu za Mungu ni hofu. Mungu hawezi kutumia kama una hofu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaweza ukawa unatokea kwenye familia iliyo bora, lakini wewe si bora. Amen. Ndio maana unaweza kuona unatokea kwenye familia ya matajiri, lakini wewe ukaishi maisha ya chini. Kwa kwenye kampuni au shirika kubwa unalofanyia kazi, halikufanyi wewe uwe mkubwa. Pia kwenye kanisa kubwa lilo bora, halikufanyi na wewe uonekane bora. Naongelea habari. Unaweza ukawa umetokea kwenye familia ya hali ya chini, lakini ukaishi maisha matajiri. Amen. Kwa hiyo unaweza ukashangaa wewe si chombo cha udongo, wala si chombo cha kioo, wala hata si cha mti. Ndio maana tunaongea hivi ili uweze kujitafuta. Wewe ni nani katika nyumba ya Bwana? Amen. Katika nyumba kuu wewe ni nani? Kwa nini tunaongelea ukuu jamani? Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko wote. Yes. Kama atakuwa ndani yako na ni mkuu, kwa nini usiwe mkuu? Nilikuwa namsihi Mungu, niseme nini? Mbona kama chakula ni kigumu hiki? Akasema hapana, sema hivyo. Wangapi tunaelewana? Amen. Wangapi tunaelewana? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika uzao wa wanawake, kwa nini hakusema uzao wa mwanamke? Uzao wa wanawake wa zamani zile
zamani za kwanza upata hizo kwa nazo, na wa zamani za leo aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo tunatakiwa kuwapa watu heshima kutokana na ukuu walionao. Aliye heshima apewe heshima. Jina la Bwana libarikiwe tu. Nilikuwa wakati naandaa ujumbe nikarejea nikaona jamani, simuliona tulikuwa kuhifadhi bishop wetu kwa heshima kubwa. Amen. Astahili heshima apewe nini? Heshima. Ya. Sipato. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Amen. Pia Mathayo 18:3 wakamuuliza Yesu akisema, nani atakuwa mkuu katika ufalme wako? Yesu akajibuje? Yesu alijibu akasema hivi, ukitubu na kubadilika. Kinachoanza kutubu, baada ya kutubu ni mabadiliko. Lazima changes, lazima upya umbete ndani, kufanywa upya fahamu, ndio mabadiliko yenyewe. Bwana Yesu, ukuu haurithiwi, hauwezi kurithi ukuu, sababu unaweza ukazaliwa kwenye familia kuu ukaishi chini. Ukuu wako hautambuliki kutokana na familia uliozaliwa kwayo. Bwana Yesu, ukuu hautambuliki kwa familia uliozaliwa. Kama nilivyosema, unaweza ukazaliwa kwenye familia ya hali ya chini ukaishi maisha ya kifalme. Yes. Unaweza ukazaliwa kwenye familia ya hali ya juu ukaishi maisha ya kirofa. Sema lofa. Ya kimasikini, hohe hae, kauka nikuvae. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wazazi wako wanaweza wakawa wako wakuu, lakini ukawa na hali ya chini. Hauwezi kutenganishwa ukuu kwa sababu ya watu waliokuzaa wewe. Hauwezi kutenganishwa ukuu kwa sababu ya watu waliokuzaa. Na ieleweke, ukuu si kipato kama nilivyosema hapo. Ukuu si kipato unachokipata kila mwezi. Watu wengi hudhania utajiri unaweza kufanya mtu awe mkuu. Ndio wale wanaoamini kama fedha ni kila kitu. Ukuu hauhusiani moja kwa moja na kipato. Pia ukuu sio kipawa. Ukuu sio kipawa au karama. Kuna watu wako vizuri katika kutenda mambo makuu. Kuna watu wako vizuri katika kufanya vitu kwa ubora, lakini sio bora. Niongee na mtu hapa anayenielewa kwamba natakiwa uamue kwamba mimi sitaki tu niwe nafanya mambo kwa ukuu. Nataka mimi niwe mkuu kwa sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yote. Lazima uamue kwamba mimi leo naamua kuwa mhubiri bora, naamua niwe mume bora, naamua niwe mke bora, naamua niwe baba bora. Naamua kutoka ndani. Hakikisha unaamua neno. Fanye jambo ili watu waku approve. Hello? Yaani usifanye jambo ili watu wakupongeze. Ukiona unafanya jambo ili kupongezwa na watu, unachelewa kuwa mkuu. Sema hapa awali kwamba mtu katika zawadi anayoweza kukupa katika maisha yako wewe, na ukasema hakika hii ni zawadi japokuwa mwingine anaweza sielewe, ni muda. Katika sadaka na zawadi mtu anaweza kukupea wewe katika maisha yako ni muda. Mtaungana na mimi, na ndio maana hata watu waliokuwa wakiishi pamoja wakipendana sana, ikifika hatua wameachana, mwingine analia, mwingine anapata shida, kinachomliza si kwamba anampenda sana yule, ni kwa sababu ya muda aliyempa wa kukaa naye. Kwa sababu muda ukishampa mtu haurudi. Kwa hiyo ni sadaka kubwa. Kwa hiyo ukuu na gharama yake inakugharimu maisha yako, masaa. Ndio maana ukuu hauwezi ukauona kwa kila mtu. Ni wale tu wanaoamua,
ni wale tu wanaoweza kufanya mambo ambayo wengine hawawezi kuyafanya. Kanisa, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ukuu sio rahisi. Na ndio maana wengine waliopata ukuu kwa njia ya ujanja hawako tayari kulipa gharama. Ndio maana wanang'ang'ania kwenye eneo hilo kwa sababu hawako tayari kulipa gharama. Ukuu una gharama. Ukuu hauna shortcut. Sema shortcut. Hakuna ukuu wa ghafla. Ukuu na maandalizi. Lazima utenge muda. Ukitaka kuwa mtu mashuhuri katika ulimwengu wa roho, lazima utenge muda wa kujiandaa. Ukitaka kuwa mtu mashuhuri katika uongozi wako wa siasa, lazima utenge muda. Ukitaka uwe mke bora, lazima utenge muda. Ukitaka kuwa mume bora, lazima pia utenge muda. Imani, haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sema hapa awali kwamba mtu katika zawadi anayoweza kukupa katika maisha yako wewe, na ukasema hakika hii ni zawadi japokuwa mwingine anaweza sielewe, ni muda. Katika sadaka na zawadi mtu anaweza kukupea wewe katika maisha yako ni muda. Ungana na mimi, na ndio maana hata watu waliokuwa wakiishi pamoja wakipendana sana, ikifika hatua wameachana, mwingine analia, mwingine anapata shida, kinachomliza si kwamba anampenda sana yule, ni kwa sababu ya muda aliyempa wa kukaa naye. Kwa sababu muda ukishampa mtu haurudi. Kwa hiyo ni sadaka kubwa. Kwa hiyo ukuu na gharama yake inakugharimu maisha yako, masaa. Ndio maana ukuu hauwezi ukauona kwa kila mtu. Ni wale tu wanaoamua, ni wale tu wanaoweza kufanya mambo ambayo wengine hawawezi kuyafanya. Ukuu sio rahisi. Ndio maana wengine waliopata ukuu kwa njia ya ujanja hawako tayari kulipa gharama. Ndio maana wanang'ang'ania kwenye eneo hilo kwa sababu hawako tayari kulipa gharama. Ukuu una gharama. Ukuu hauna shortcut. Sema shortcut. Hakuna ukuu wa ghafla. Ukuu na maandalizi. Lazima utenge muda. Ukitaka kuwa mtu mashuhuri katika ulimwengu wa roho, lazima utenge muda wa kujiandaa. Ukitaka kuwa mtu mashuhuri katika uongozi wako wa siasa, lazima utenge muda. Ukitaka uwe mke bora, lazima utenge muda. Ukitaka kuwa mume bora, lazima pia utenge muda. Imani, haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuwa una shortcut. Na ndio maana si jambo unaona mara kwa mara. Hello. Amen. Si jambo la mara. Ukuu hauthibitishwi na watu. Mtu hawezi kukupigia kura eti uwe mkuu. Bado mjengeni. Mtu hawezi kukupigia kura eti wewe uwe bora. Wewe ni bora, umepigiwa kura. Hauthibitishwi na mtu. Ukuu ni kukiishi kile unachokiamini kikuletea matokeo. Kukiishi kile unachokiamini kikuletea matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Kuu hujionyesha pale wakati wa majanga, wakati umepata misuko, wakati uko kwenye hali ya njia panda ya sitofahamu, unawaza ufanye nini, utende nini. Ukuu jitokeza pale wakati wa sonona, wakati una majonzi. Maamuzi yatakayotokea pale ndio yatakuonyesha wewe ni mkuu kiasi gani. Maamuzi yatakayojionyesha pale wakati hakuna uoni tumaini, ndipo ukuu wako unaonekana pale. Ukiona mtu ameshindwa wakati wa majanga, wakati anapita kwenye misuko, ujue ukuu ndani yake haumo. Anahitaji msaada wa wengine umsaidie. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe. Haleluya. Lakini uliona jinsi gani Mungu
Mungu alivyotushika mkono wakati tumepita kwenye kipindi kigumu, lakini tunasimama, tunaendelea kwa sababu ukuu uko ndani yetu. Ukuu uko ndani yetu. Lazima kila mmoja simame kwa ushindi, akitikisa ulimwengu, akitikisa mapepo, akitikisa kwa sababu anajiamini kwamba ukuu uko ndani yake na Mungu aliyemuumba yuko ndani yake na anamsimamia. Inawezekana kuwa mkuu leo. Come on, come on. It is possible. Inawezekana. 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 Jambo la kufanya ili uwe mkuu. Jambo la kufanya ili uwe mkuu, lazima ufundishike. Mwambie jirani, you must be teachable. Anajisahihisha. Yes. Ukikubali kusahihishwa na kupokea masahihisho, utakuwa mtu bora. Mtu mwingine anaweza akubali kukosolewa lakini asipokee masahihisho. Mtu anaweza akakubali kwamba hakika nimekosea, lakini kupokea na kutenda kazi, kuanza kwenye actions za kuendelea kuwa sawa, hayuko tayari. Katika kila maisha ya kila mmoja anahitaji kusahihishwa. Unaelewa, kuna watu wanapambana na wanapata shida kwa sababu hakuwepo kusahihisha. Unaelewa hilo? Unaelewa, kuna mtu leo huduma yake aliyoianza kwa gharama na uchungu mwingi itakwama kwa sababu hayupo tu mtu wa kumrekebisha. Mimi napenda na nakubali mtu anayeweza kunifesi, kuniambia dogo hapa umefeli, dogo hapa mambo hayatakiwa ende hivi. Mtu wa namna hiyo namfurahia mno. Anasema, mchungaji, unaonaje tukiende hivi? Unaonaje tukifanyika hivi? Hakuna mtu ambaye hahitaji kusahihishwa. Hata askofu unayenisikia unahitaji kusahihishwa. Hata wewe mama mchungaji unahitaji kusahihishwa. Hata wewe mzee wa kanisa unahitaji kusahihishwa. Hakuna mtu aliyekamilika, hayupo aliyekamilika. Kila mmoja anahitaji kurekebishwa na kukaa, kwa sababu tunategemeana. Unanihitaji mimi na kuhitaji wewe, wote tunamhitaji Yesu. Wote tunamhitaji Yesu. Come on. Everybody, kila mmoja anahitaji kusahihishwa. Hakuna mtu aliyekamilika. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwomba Mungu mmoja, Roho ni mmoja. Roho Mtakatifu yuko kazini, anakutumia wewe hapo ili uweze kumsahihisha jirani yako. Anakutumia wewe. Cha msingi ujiamini, ondoa hofu, mfesi, mwambie baba fulani ndio nakubali kwa dada yangu, nakubali kwa mkubwa kuliko mimi, lakini hapa ukienenda hivi mambo yatakuwa sawa. Lazima uwe miongoni mwa watoto wa Mungu wanaobeba majukumu makubwa. Lazima uwe miongoni mwao, wakitembea watu waone utukufu wa Mungu na wafuata. Yes. Lazima uwe miongoni mwao. Na inawezekana. Ni swala tu la maamuzi. Ni swala tu la maamuzi. Ieleweke kuwa, jamani, ieleweke kwamba ukuu sio kifaa wala sio silaha ya kuchapia wengine. Mungu akikupa hiyo neema, umemuomba Mungu, amekubali, ndio amejibu maombi yako. Utumie ukuu wako kama alivyotumia Yusufu, akawa msaada katika maisha ya wengine. Ombi langu leo kwako, uwe Mungu akupea ukuu, ufanyike msaada kwa familia yako, ufanyike msaada kwa kanisa, ufanyike msaada kwa mama wenzio, ufanyike msaada kwenye ndoa, ufanyike msaada kwenye ndoa ya kila mmoja anayekuzunguka. Bwana ni mwema, yeye ni mwaminifu, aliyeanzisha safari ndani yako anakujua, ataimaliza tu. Cha msingi ujiamini, cha msingi ujisimamie, cha msingi uambie kwamba moyo wangu tulia, tulia na ujue kwamba Mungu ni Bwana wangu. Inawezekana. 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 Kila mmoja anatakiwa kuwa mkuu. Sababu ni nini? Sababu ni nini basi? Kwa sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko dunia. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko hofu inaweza kunipata. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko chochote nachoweza kutana nacho kikanitatanisha, kanifanya imani yangu onekane si thabiti. Yeye ni mkuu mno. Ukimwambia Bwana, nina shida, yeye anajibu, kwa sababu anatambua kwamba wewe unamtegemea yeye.
Kwa hiyo ukuu jamani ni swala la maamuzi. Uwe mkuu leo kabla hujachelewa. Uwe mkuu leo. Sema nataka niwe baba bora, nataka niwe mume bora, nataka niwe mtoto nayempendeza mama, nayempendeza baba, nayempendeza Mungu pia. Yesu nisaidie. Inawezekana mama, unaweza kuwa umekata tamaa kwa sababu wewe tunajiona watu wanakudharau au unadharaulika kutokana na kipato chako, lakini wewe jikaze, jitie moyo kwamba mkuu aliyeko ndani yako